Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho kila siku nakichagua ili kupata taarifa zote za kimichezo na uchambuzi uliotukuka kabisa. Hapa utakuwa na Hussein Ushanga. Hussein Ushanga, unaweza kunifuatia kwenye mitandao yangu ya kijamii, natumia kama Hussein Ushanga 28, unanipata vizuri kabisa kwenye mitandao ya kijamii yote. Na unaenda kwenye YouTube channel yangu, unaandika Ushanga TV, then una subscribe pale, una comment kizuri kabisa. Comment yako ni ya muhimu sana, kusubscribe ni muhimu sana. Wewe mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, fanya hivyo kabla hujaangalia taarifa zetu. Unaweza kutufuatilia kila tutakapotuma ujumbe wetu, tutakapotuma taarifa zetu, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata hizo taarifa zetu. Bwana, taarifa nilizokuandalia leo hapa, tulizonazo leo hapa, Bwana, Simba Sport Club leo hii wamesafiri kuelekea Tabora kule kwenda kuvaana na Ken Gold kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale. Na Yanga Sport Club na wenyewe leo wamesafiri kuelekea Mbeya kwenda kuvaana na Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Bwana, na taarifa nyingine nilionayo hapa nje mpaka Tanzania, tunajua bwana, sasa hivi inaendelea World Cup ya vilabu. Leo bwana, kutakuwa kuna Man City na Wydad Casablanca, uko Arandi, uko Azizi Kishemeji, uko na mwalimu na Selemani Mwalimu. Kwa nasi mwanzo mpaka mwisho ili tukupe update zote au tukupe taarifa zote za kimichezo hapa kwenye kituo chako ambacho nakichagua kila siku cha Ushanga TV. Nenda Instagram, andika Hussein Ushanga 28, unapata kizuri kabisa, ni follow, comment. Afu nenda YouTube, andika Ushanga TV, then subscribe na kucomment kizuri kabisa. Taarifa ya kwanza tunaanza nayo hapa ya Simba Sport Club. Bwana, Simba Sport Club leo wameondoka alfajiri ya leo kuelekea Tabora. Bwana, mkoa wa Tabora mkoa unasifika kwa asali nyingi sana, na Simba ndo wanaelekea huko. Kwa msimu huu itakuwa ni mara yao ya pili kucheza kwenye Ali Hassan Mwinyi, uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Na mchezo wa kwanza walicheza na Tabora United na wakashinda goli 3 pale. Kwa hiyo wana experience na huo uwanja, wanaujua uwanja vizuri kwa sababu game ya kwanza walishacheza na Ken Gold ndio ameuchagua uwe kama uwanja wao wa nyumbani kutokana na Sokoine pale. Sokoine kesho kutakuwa kuna mchezo zidi ya Yanga na Prisons. Kwa hiyo wenyewe walipewa option ya kuchagua uwanja, ndio wakachagua uwanja wa Tabora kule Ali Hassan Mwinyi. Kikosi cha Simba kilichosafiri leo hii, golini kasafiri Musa Kamara na Ali Salim. Namba 2 kule kuna Shomari Kapombe na Duchu. Namba 3 kuna Noma na Mohamed Hussein. Bwana, katikati pale mabeki kuna Shemalon Fondo, kuna Hamza na kuna Shamu Karabu. Bwana, viungo wakati waliosafiri na Simba kuna Ngoma, kuna Ukajefa, kuna Kagoma, kuna Mavambo. Bwana, winga waliosafiri na Simba Sport Club, bwana, wachezaji wa Simba kuna Kibudi, kuna Mutare, afu kuna Chasambi na kuna Edwin Barua. Bwana, namba 10 aliyesafiri au viungo washambuliaji. Bwana, viungo washambuliaji walio nani, kuna Aua pale, afu kuna Aua na kuna Mtale na kuna Mpanzu. Afu na washambuliaji kabisa tunao Mkwala na Ateba. Hicho ndio kikosi cha Simba kilichosafiri leo hii kuelekea huko Tabora kwenda kuchuana na Ken Gold. Bwana, Ken Gold kikosi kilichosafiri wenyewe magolikipa wameenda na magolikipa wawili kama walivyo Simba. Kuna Castus Muagama na kuna Musa. Hao magolikipa bwana. Upande wa mabeki wa Ken Gold waliosafiri kuna Asanga Stallone, kuna Mukeni Rubinda, kuna Tungu Robert, kuna Steven Mganga, kuna Castus Costa, alafu kuna Mackenzie Kapiga, kuna Charles Masai, kuna Saru Idrisa, kuna Bilali Amini, kuna Ambukise Mwaipopo na Martin Kazira. Viungo bwana, kuna Musa Kabaye, kuna Hamad Nasor, kuna Saidi Mandaz na kuna George Sagija na Amri Jeru. Washambuliaji bwana waliosafiri na Simba, waliosafiri na Ken Gold, kuna Adam Uredi, kuna Emmanuel Mpuka, kuna Mshamu Daudi, afu na James Msuva na kuna Salum Chobwendo, kuna Hija Ugando, kuna Paul Materes, kuna Herbert Ukindo, kuna Kevin Mnuki na Joshua Ibrahim. Benchi la ufundi bwana waliosafiri na timu
kuna Fikiri Elias ni head coach, alafu kuna Ruhaga Makunju ni assistant coach, na kuna Jumanne Chazi ni assistant coach, alafu kuna Swile Asukile ni goalkeeper coach, kuna Nuhu Mukolena ni team management, alafu kuna Stanley Dimwine ni team director, alafu na Latifa Masesa ni kit manager. Hao ndo wachezaji waliosafiri na Ken Gold kwenda kuvaana na Simba. Bwana, Ken Gold wenyewe wameshashuka daraja, kwa hiyo wenyewe wanaenda kama, kwa sababu wana pointi 16, wamefungwa magoli 30, wamecheza michezo 28, akicheza mchezo anakuwa amecheza mchezo wa 29. Kwa hiyo hata akishinda na hana pa kwenda, kwa hiyo yeye anaenda kutimiza wajibu kwa sababu ameshashuka ligi kuu, sasa yeye anajulikana kama wa championship. Kwa hiyo anaenda kucheza na Simba kwenda kutimiza wajibu, na kikosi alichonacho naona wengi hapo tulikuwa tuwaoni, kina Simon Bwenzi tuwaoni, kina Morrison tuwaoni, kina Kevin Onda sijaona msafiri na timu. Yaani nimeona wachezaji ambao ni wa under 20 wa Ken Gold ndio ambao wamesafiri na timu kwenda kuipambania nembo ya timu yao, kwa sababu mchezaji yeye anafuata maslahi. Kwa popote pale anapoona bwana hapa nifai au maslahi yangu siaoni, anaweza kananilia. Kwa ndio alichokifanya Ken Gold. Wachezaji wengi wagomea kwa sababu mpaka jana walikuwa hajafika mazoezi. Kwa hiyo leo asubuhi ndio muondoka ameelekea Tabora kule kwenda kuandaa mazingira ya game kesho, kwa sababu wenyewe ndio ni wenyeji wa game hiyo ambayo itachezwa kesho saa 10. Lakini kikosi kilichoenda ambacho kilizishi kwenye Simba Sports Club hapa bwana, wenyewe wamejitutumua. Yaani sidhani kama kocha anaweza kufanya hiyo rotation, kwa sababu ana game zidi ya Ken Gold, ana game zidi ya Kagera Sugar, na ana game zidi ya Yanga. Hawezi akasema eti nifanye rotation ambayo wachezaji wangu wapumzike ili game ya 25 nishinde, kwa sababu ulichonacho mbele ndio utakuwa ukipambania. Kwa mwalimu Fadlu Davis sidhani kama atafanya rotation, kwa sababu wachezaji wake wengi wamepumzika muda mrefu tangu wacheze na Singida Black Stars tarehe 28, kwa ni takriban wiki 2 zimepita. Kwa hiyo wachezaji wamepata muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo sidhani kama atafanya rotation. Lazima tutawaona kina Kagoma, kina Ngoma, kina Kibudi, kina Mutale, kina Aua, kina Mkwara uwanjani, kina Mpanzu tutawaona akiwatawala. Kwa hiyo tutegemee huo mchezo. Mimi naamini kwangu mimi kwa kikosi cha Ken Gold kilichoenda akina matumaini ya kupata ushindi, au tuseme akina matumaini, yani hakuna wanachokipambania zaidi ya kutimiza ratiba. Kwa hiyo nadhani mimi Simba nampa kabisa 100%. Yaani sema mpira unabadilika, lakini Simba kwangu mimi nampa 99% za kushinda hiyo mechi ya kesho, kwa sababu anayecheza naye hana cha kufanya au hana cha kupoteza, kwa sababu yeye naona wachezaji wa Ken Gold waseme tupambane ili tuonekane na vilabu vingine, ili watuone, kwa sababu huu ni muda wa dirisha na ligi inaendelea kuisha. Kwa hiyo mchezaji ukionyesha kiwango kizuri utaonekana na timu zingine. Kama kuna Mtibwa imepanda daraja, kuna Mbeya City imepanda daraja, kwa hiyo inatafuta wachezaji ambao watakuwa free agent. Kwa hiyo wachezaji wa Ken Gold naona kwangu mimi naona kama watafanya wajipambanie wenyewe kwa maslahi yao, ambao wanaweza katoka hapa kaenda timu nyingine kafanya vizuri zaidi, kwa sababu wakifanya hapo vizuri ndio timu nyingine zinamwona. Lakini wakisema wacheze kama watu wacheze kama hamna wanachokitafuta, kwa hiyo wanaweza kacheza Simba. Tunaweza tukaona ndio timu ya kwanza itakayofunga magoli mengi ndani ya ligi kuu Ken Gold, kwa sababu Ken Gold mpaka sasa imefungwa magoli 30. Kwa hiyo tutegemee yataongezeka zaidi hayo magoli. Mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Usichoke kutufuatilia. Nenda kwenye YouTube channel, nenda kwenye YouTube andika Ushanga TV, then subscribe, comment pale kiuzuri kabisa. Unaweza kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, natumia kama Hussein Ushanga 28, unipate kiuzuri kabisa. Mitandao yangu ya kijamii yote natumia hivyo Hussein Ushanga 28, unipate kiuzuri kabisa. Na hapa bwana hiyo kesho tarehe 18 mwezi wa 6 ambao ni Jumatano ya kesho, bwana, kutakuwa kuna mchezo zidi ya Yanga na Prisons.
Prisons na Yanga pale Sokoine Mbeya. Bwana mchezo Ken Gold yuko nafasi ya Prisons yupo nafasi ya 13, Yanga yupo nafasi ya kwanza. Ken Gold anatafuta Tanzania Prisons anatafuta ushindi na Yanga anatafuta ushindi. Na nilia Tanzania Prisons anatafuta ushindi asoge juu zaidi, kwa sababu akishinda hii game anakuwa na pointi 33 ambaye anamfuatia kwa juu ana pointi 30. Sema tu amepishana magoli ya kufungwa. Ambaye anamfuatia juu ni Pamba kafungwa magoli 12. Huyu hapa na nilia Tanzania Prisons amefungwa magoli 15. Kwa hiyo wanapishana magoli. Kwa hiyo akishinda hapa anakuwa na pointi 33, ambazo pointi 33 zinakuwa juu zaidi, ambapo Pamba yeye atakuwa na mchezo mmoja mkononi, ambapo akicheza mchezo anakuwa na michezo 29. Pamba anakuwa bado na michezo 28. Pamba tibaki anacheza tarehe 19. Kwa hiyo tutegemee utakuwa mchezo mzuri, kwa sababu na wenyewe tunawajua wajerajera, tunawajua Tanzania Prisons wenyewe wanavyochezaga. Kwa hiyo mimi natumai utakuwa mchezo mgumu, utakuwa mchezo ambao mzuri wa kuvutia. Lakini kikosi cha Yanga kilichosafiri kuelekea Mbeya, bwana, golini yuko Djigui Diarra, kuna Komen na kuna Komen na Msheli. Namba 2 bwana, kuna Israeli Mwenda. Afu kuna namba 2 kuna Israeli Mwenda, kuna Kibwana Shomari. Namba 3 kuna Boka na Kibabage. Namba 4 bwana, pale mabeki wakati wa Yanga ameenda Dickson Jobu, ameenda Mwamnyeto, ameenda na Afande bwana, huyu Abdabaka na yeye kaenda huko. Namba viungo pale wakati walioenda Mbeya, waliosafiri na timu ya Yanga, kuna Ucho, kuna Duke Abuya, kuna Max Nzengeli, kuna Pacome Zouzoua, kuna Chama, kuna Mudathir Yahya. Hao ndio viungo waliosafiri na Yanga na Young Africans kuelekea huko. Afu washambuliaji wa Young Africans waliosafiri na timu kuelekea huko, kuna Clement Mzize, kuna Dube na Ikangarombo. Hao ndio hicho ndio kikosi cha Young Africans kilichosafiri kwenda kuchuana na Tanzania Prisons kule Sokoine Mbeya. Bwana Yanga Sport Club wenyewe wanachozijana na Simba. Afu kesho wote wanacheza. Kwa hiyo kila mmoja anataka ashinde michezo yake ili kwenye dabi apatikane ambaye nani. Yanga akishinda anakuwa na pointi 75, Simba akishinda anakuwa na pointi 74. Kwa hiyo itakuwa yani Yanga sidhani kama wataruhusu kupoteza mchezo, kwa sababu wenyewe ni yao kubwa au matamani yao makubwa ni kunyanyua kombe la NBC. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wanajua na ile futu ambayo ilikuwa inaendelea la dabi wanajua, na Yanga wachezaji wake wamepata mapumziko ya muda mrefu sana. Kwa hiyo wamepata mapumziko ya muda mrefu sana, kwa hiyo watacheza kwa kujituma na watacheza na kuipambania nembo ya Yanga Africans ili wafanikishe ambacho walikuwa wanakitaka na ambacho walikuwa wanakigombania msimu wote, kwa sababu akipoteza hapo atakuwa hana matumaini tena ya kupata ubingwa. Matumaini ya kupata ubingwa paka atakapocheza na Simba Sports Club tarehe 25 na shinda hiyo mechi. Lakini akishinda mchezo wake wa tarehe 18 unawapa confidence kubwa wachezaji na viongozi wa Yanga, ambapo utawafanya Yanga Africans mashabiki wake na ananilia hii kwa support zaidi na kujua kuwa ubingwa wanauchukua. Ubingwa ndio kitu cha muhimu ambacho kilichobaki, na timu mbili ambazo zimebaki zinapambania Yanga na Simba, na zote zinacheza kesho tarehe 18 na zote tena zitacheza tarehe 22. Yanga akiwa anacheza na Dodoma Jiji. Hapo Dodoma Jiji bwana wameipeleka hiyo game, Yanga wameipeleka Zanzibar na wamepeleka Zanzibar, itakuwa tarehe 22. Afu Simba anacheza pale KMC, anacheza na Mtibwa Sugar, anacheza na Kagera Sugar pale bwana KMC pale. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naona Yanga Sport Club wenyewe wachezaji wajue wanaipambania nembo ya timu ili kufikisha yale malengo ambayo walikuwa wamewekea, ni kushinda hiyo game ambayo iko mbele yao na kushinda game zote zipo mbele yao.
Mpenzi msikilizaji wa Ushanga TV, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram natumia kama Hussein Ushanga 28, unanipata kizuri kabisa. FB hivyo hivyo, TikTok hivyo hivyo. Alafu ukienda YouTube andika tu Ushanga TV, then subscribe, comment kiuzuri kabisa. Comment yako ya muhimu, subscribe yako ni ya muhimu sana. Usisahau kufanya hivyo vitu, mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV. Na hapa bwana, taarifa tulizonazo hapa, tunatoka paka tunaenda Marekani bwana. Marekani kule bwana kuna kombe la dunia la vilabu. Kombe la dunia la vilabu. Na leo bwana ni timu yetu ya Afrika ni Wydad Casablanca ikicheza na Man City saa 1 pale. Bwana hii ni bonge ya game, ni game ambayo tulikuwa tumesubiri kwa muda mrefu, tuone Wydad Casablanca watatupa nini au watawakilisha nini Afrika. Bwana tunaona Al wenyewe wametuwakilisha vizuri sana kwa kutoka sare na Inter Miami, ambayo Inter Miami ina Messi, lakini walifanikisha kutoka sare na walipata penalty, sema tu bahati haikuwa kwao, wakaikosa hiyo na ndia penalty. Kwa hiyo leo hii ni Wydad Casablanca kutoka Morocco pale. Bana hapo yuko Stefan Aziz Ki, mwamba wa Kadugu pale. Yuko pale na Selman Mwalimu. Hao wote ni mmoja ni Mtanzania hapo, ni mmoja Mtanzania, mmoja ameoa Tanzania ambaye alikuwa Yanga Sport Club, Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo mchezo wao bana, mimi nikiangazia kikosi ambacho Wydad walisafiri nacho kwenda nacho kule na nilia Marekani. Namba 1 bwana, goalkeeper ni Benabid. Huyu ni goalkeeper, huyu ni Morocco. Alafu kuna Yusuf El Motie, huyu ni Morocco. Kuna Omar huyu ni Morocco. Kuna Jamal Haksi, huyu ni central back, na kuna Batis Mejes, huyu ni central back. Kuna Abdimun Botoli, huyu ni central back. Kuna Ayman Daiman, huyu ni central back. Kuna Mohamed El Jaidi, huyu ni central back. Wote ni wa Morocco. Alafu kuna Gilmes Ferrari, huyu bwana ni Brazil. Alafu kuna Ayubu Becha, huyu ni Morocco. Kuna Zakaria Nasiki, huyu ni Morocco. Kuna Fadis Mos, huyu ni Morocco, lakini anani mbili, Morocco na Nigeria. Alafu kuna Mohamed Mofidi, huyu ni Morocco. Kuna Mihedi Mobariki, huyu ni Morocco, huyu ni defensive midfielder bwana. Kuna Michael Maris, huyu ni defensive midfielder. Afu kuna Habib Mofid, huyu bwana ni Morocco, ana miaka 29. Kuna Mohamed Mofid, huyu ni miaka 28, huyu ni light back. Afu kuna defensive midfielder, huyu ni Hemed Mobariki. Afu kuna Osama Mezores, huyu bwana miaka 23, ni central midfielder. Kuna Ismaili Betkip, huyu ni central midfielder. Kuna Azam Saki, huyu ni attacking midfielder. Kuna Asam, huyu ni attacking midfielder. Kuna Pedinho, huyu bwana ni attacking midfielder kutoka Brazil. Alafu kuna Ismail, attacking midfielder kutoka kule Morocco. Alafu kuna Stefan Aziz Ki, huyu bwana ni mnani wa mataifa mawili. Huyu ni central, huyu bwana ni attacking midfielder, miaka 29. Huyu bwana ni Burkina Faso na Ivory Coast bwana, lakini yeye kachagua kuchezea Burkina Faso, kachagua kwao pale Burkina Faso. Afu kuna Mudi Enzo, huyu ni attacking midfielder, huyu ni Morocco. Kuna Mohamed Lai, huyu ni miaka 30, huyu ni Morocco. Kwa hiyo kikosi hicho ndio kikosi. Afu kuna Selman Mwalimu kutoka Tanzania. Hicho ndio kikosi kilichosafiri na timu kilichosafiri kilichosafiri na Wydad Casablanca. Na hichi kikosi ndio ambacho kitakachoipambania Wydad Casablanca, kwa sababu najua Man City ni timu kubwa ambayo ina UEFA Champions League, ina makombe pale EPL. Kwa hiyo ni kikosi kizuri ambacho Wydad wamesafiri nacho ili kwenda kukompiti na Man City, na wamefanya usajili mkubwa sana, kwa sababu naona hapa wachezaji paka wa Brazil, wa England tunawaona hapa. Kwa hiyo
nadhani wana compete vizuri, wanadhani wachezaji ambao wamewasajili wachezaji ambao watakompete vizuri na ambao watakawapa matokeo mazuri. Mimi natumai kama wakicheza kwa nidhamu kubwa kama walivyocheza nani Al wanaweza kupata matokeo, wanaweza wakapata tasara. Matumaini yangu makubwa mimi hata akipata sare inakuwa vizuri zaidi kwa sababu Man City, ukipata sare kwa Man City ni kama umeshinda vile. Bwana, tukiangalia hapa kikosi cha Man City bwana, kuna Anderson, huyu bwana ni golikipa wa timu ya taifa ya Brazil. Alafu kuna Stefan Ortega. Huyu ni golikipa bwana. Alafu kuna Marcus, huyu ni golikipa. Alafu kuna Scott Carson, huyu ni golikipa, huyu ni Muengland, na wewe Marcus huyu ni Muengland. Alafu kuna Ruben Dias, huyu ni central back. Alafu kuna Abdelkader, huyu ni central back. Kuna Victor Lies, huyu bwana ni Brazil bwana, huyu ni central back lakini ni Brazil bwana. Alafu kuna Munir Akanji, huyu bwana anatoka Iraq kama sikosei, huyu hapa ni central back. Alafu kuna John Stone, huyu bwana ni Muengland. Alafu kuna Nathan Ake, huyu bwana ni mtu kutoka Ghana. Huyu ni mtu kutoka Ivory Coast. Alafu kuna Josco Gaviro, huyu ni mtu kutoka. Alafu kuna Ryan Moore. Alafu kuna Rico Wise ni left back. Alafu kuna Rodriguez, ni defensive midfielder. Huyu bwana ni mchezaji ambaye ana barandio bwana. Huyu bwana ni Muengland, ana barandio yake ameweka kwa pani ambao amepata mwaka jana, ambao alikuwa anachuana na Vinicius Junior, lakini yeye ndo akafanikiwa kwa kula nyingi kutoka kwa majaji na kutoka wapenzi wa soka walimchagua Rodriguez. Akachukua hiyo Rodriguez. Huyu ndo alikuwa bwana mchezaji bora wa dunia mwaka jana msimu jana. Bwana kuna Nico Gonzalez. Huyu bwana ni mchezaji wa timu ya taifa ya Portugal. Bwana ni central back. Huyu bwana timu ya taifa yananilia. Alafu kuna Matthew Nunes. Huyu bwana ni Mreno bwana. Alafu kuna Mateo Kovacic. Huyu bwana Mateo Kovacic huyu kutoka Croatia kule. Alafu kuna Kyle Gundogan bwana. Kuna Bernardo Silva. Alafu kuna Bernardo Silva ni attacking midfielder. Alafu Kyle Gundogan huyu ni central midfielder. Alafu kuna Kevin De Bruyne huyu ni attacking midfielder. Huyu bwana kutoka kule Belgium yuko na Kyle Gundogan bwana. Alafu kuna James attacking midfielder. Kuna Claudio huyu ni attacking midfielder huyu from Argentina huyu. Alafu kuna Nicolai huyu ni ana mataifa mawili England na nani. Alafu kuna Jeremy Doku. Alafu kuna Jack Grealish, huyu ni Muengland, huyu ni left winger bwana. Alafu kuna Fred Foden, huyu ni Muengland bwana, right winger. Alafu kuna Savino, huyu ni right winger bwana from Brazil. Alafu kuna Ryan Cheki, right winger. Alafu kuna Oscar Bobu, right winger. Alafu kuna Erling Haaland, central back. Kuna Omar Marmoush, huyu ni central back, huyu ni central forward, na Erling Haaland ni central forward. Kwa wana maforward wawili, Omar Marmoush na Erling Haaland. Hichi bwana ndio kikosi kilichosafiri na Man City kwenda kule kwenye klabu ya World Cup, kwenye finali za World Cup club kule, kwenda kulisaka ile kombe, kwa sababu hiyo mashindano ndio mapya kabisa. Kwa kishinda hapo unakuwa umeandika historia mpya kabisa. Na wenyewe umesafiri hiyo kwenda kutafuta nanilia, kwenda kuweka rekodi kule, kama rekodi ambazo waliziweka za kubeba Champions League. Kwa hiyo akienda kule kwa mtu wa kwanza kubeba kombe, unaweka rekodi nzuri ambayo baadaye utasimuliwa. Kwa hiyo nadhani mimi Wydad watakachokifanya wenyewe, wasicheze kwa kupishana na Man City na wachezaji ambao wana skills kubwa. Kuna Nunes pale, kuna Haaland muuaji kabisa, huyo mchezaji ambaye anacheka na nyavu muda wote. Alafu kuna kiungo bora kabisa hapo. Huyu hapa msimu mwingine, huyu bwana ni Kevin De Bruyne bwana. Kwa hiyo wenyewe mimi nadhani wacheze kwa sababu Man City na wachezaji ambao wana status kubwa,
wanachotakiwa kufanya wenyewe Wydad Casablanca ni kucheza kwa tazama na kucheza kwa kuangalia. Wasije wakawa kama ile timu jana imepigwa goli 10 na Bayern Munich. Kwa hiyo najua wamefanya scout nzuri sana, wamefanya usajili mzuri wa kuchukua wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji wazuri na wachezaji ambao wenyewe wananania kuifikisha sehemu fulani Wydad na kuiweka na kuifanya iwe na status nzuri. Kwa hiyo sifikiri au sidhani kama wenyewe wataruhusu magoli mengi zaidi. Kwa hiyo wakiruhusu magoli mengi iwe sare. Yaani magoli mengi iwe sare. Maana yake ukisema magoli mengi iwe sare, maana yake 1-1. Hiyo ndio magoli mengi iwe sare. Draw ya 2-2 magoli mengi iwe sare. Mimi nategemea kwa sababu usajili waliofanya usajili mkubwa, wamesajili mpaka watu kutoka Amerika Kusini, huko Brazil, Chile. Nimeona wachezaji wa Chile, nimeona wachezaji wa Brazil, nimeona wachezaji wa England. Kwa hiyo natumai wachezaji waliosajiliwa wataenda kukompiti vizuri na wachezaji wa Man City ili kutokuaibisha Afrika. Sababu ukiangalia Al wenyewe walifanya vizuri kwa Inter Miami na Messi kabisa, lakini ina Messi na Suarez, ina Alba. Kwa hiyo walishindwa kufanya kitu bora. Kwa hiyo Inter Miami walishindwa kufanya kitu bora kwa nani? Kwa Real. Kwa hiyo wenyewe Wydad Casablanca wenyewe wafanye kitu ambacho kitawafanya Man City kwa bana au kutonilia. Kwa wasifunguke sana, kwa sababu Man City ni wachezaji ambao wana skills kubwa. Wacheze kwa nafasi, wacheze kuziba yale magepo ambao watakayoyaacha. Kwa sababu ukiziba magepo, mpinzani wako aone apite wapi, aingie wapi. Kwa hiyo hapo utasababisha kuwazuia na kushindwa kufikia lango lako kiurahisi zaidi kabisa. Bwana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, endelea kutufuatilia kabisa hapa kwenye Ushanga TV. Nenda YouTube, andika tu Ushanga TV, zeni subscribe hapo, unaweza comment kizuri kabisa, unaweza share na mwenzio kizuri kabisa bila shaka, bila wasiwasi wote ule. Bwana unaweza kaenda Instagram kule ukaandika Hussein Ushanga 28 ukanipata kizuri kabisa. Taarifa zangu zote za michezo ambazo nazo zituma na kwa mtu wa kwanza kuzipokea. Kwa mtu wa kwanza kuzipokea na unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuziona na kuzisoma kiuzuri na kiunani kabisa. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Bwana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, tunaenda kumaliza na taarifa moja hapa ambayo imenisikitisha kidogo. Huko tunasalia huko Marekani kwenye World Cup ya vilabu, ambapo kulikuwa mchezo wa Real walikuwa wanacheza na Inter Miami. Bwana kuna mchezaji wa Real ambaye ni Ali Marmoush. Huyu mchezaji wa Real ambaye ni Mashuli bwana, ni kiungo mshambuliaji wa Al Hilal ambao ni tegemezi kabisa pale. Bwana cha ajabu na cha kusikitisha ambacho kinaumiza wa Afrika wengi ambao wanapenda kupeperusha bendera kule ikiwa kwenye hizo World Cup. Bwana Mashuli amepata majeraha makali sana, majeraha ambayo amevunjika bega ambalo atakuwa out paka mashindano yatakapoisha, kwa sababu hawezi akaendelea tena na hayo mashindano. Na saizi hapa ninapoongea yuko hospitali anafanywa matibabu ya ile bega ambalo limenania. Kwa wale kuna wachezaji wawili ambao wameshapungua saizi, ambao walikuwa kwenye rada za kocha ambaye kuna Elishati. Huyo Elishati bwana alizuiwa kuingia kwa sababu alikuwa ameonyesha kama alikuwa amevaa bracelet ambayo imeandikwa Free Palestine. Na Marekani bwana, sheria zao wana sheria ngumu sana, kwa sababu ukisema hivyo maana yake unawaachia Palestina, alafu wale alafu Waisraeli unawabana. Kwa hiyo wenyewe walichokifanya ni kumzuia Lishati kumzuia Lishati hata shiriki mashindano yako. Wachezaji wawili ambao walikuwa kwenye mipango ya kocha au wachezaji wawili bwana hawapo paka saizi. Mmoja majeraha, mmoja bana ni
ni kosa hilo ambalo la kuvaa bracelet ambayo inaonyesha ubaguzi wa taifa moja kwa taifa jingine. Mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV, tumemaliza hivyo. Endelea kutufuatia kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram unapatikana kama Hussein Ushanga 28, unapata kiuzuri kabisa mitandao yote ya kijamii. Na ukienda YouTube andika Ushanga TV, then subscribe, comment hapo, kiuzuri kabisa utakuwa umefanya jambo la maana kabisa hapo. Tunaondoka hivyo, tukutane wakati mwingine tena, Mungu akijalia.